Mambo vipi wana michezo? Leo ni siku ya Jumatatu, Lokoma Sports na mengi ya kuzungumzia, ila kubwa zaidi ni Young Africans kutinga finali ya kombe la CRDB Federation mara ya hapo jana kupata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya JKT Tanzania. Ila pia tutazungumzia wekundu wa Msimbazi Simba ambao nao pia wanasubiri kucheza mchezo wa marejeano wa shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane. Lakini pia tutazungumzia issue ya Stefan Aziz Ki. Niko na teacher Master Tigana, mbobezi kabisa wa soka, ila pia ni mchambuzi kutoka EFM na mengi ya kuzungumzia juu ya hizo hoja tatu. Mambo vipi? Safi kabisa. Safi. Heli. Heli tupo ndugu yangu, nashukuru. Jumatatu. Jumatatu imeanza vizuri. Kwa tathmini ya saizi bado nasema iko vizuri. Sijui kama kuna maswaibu yatatukuta usiku, lakini mchana huu tumeshinda salama salimini. Tuombe mambo ya heli zaidi. Tuombe heli kabisa mpaka tushuhudie yapi atakayojiri kule kwa Mkapa au Zanzibar. Nami naamini kila kitu kitakuwa kizuri. Tuanzie kwa wananchi Young Africans wenyewe, wametinga finali kombe la CRDB Federation kwa ushindi wa bao 2-0 hiyo jana. Tuzungumzie kwa upande wa kocha Adri amefanya nini hadi wamefika hapo, na hata pia tuzungumzie issue ya Stefan Aziz Ki. Hiyo jana ilikuwa ni mechi yake ya mwisho ya kuaga Young Africans, na sasa ametimkia Wydad Casablanca ambayo inashiriki mashindano ya Club World Cup. Kwanza kwa mashabiki wa Young Africans wanatakiwa pongezi, na kwa klabu yenyewe, kwa sababu azma hapa ni kuingia kwenye finali na wao wameshaingia kwenye finali. Unapoingia kwenye finali unakuwa umetanguliza mkono mmoja kwenye kombe. Ndio maana nikikwambia rafiki yangu, sijui kama umewahi kufanya research hii, hakuna kombe lenye mkono mmoja, hendo ya kushikia moja, lazima kuna hendo mbili. Kwa hiyo Yanga kashika hendo moja, bado mkono wa pili tu, kama itakuwa hivyo achukue kombe. Kitendo cha kufika finali inakuwa ni target ya kwanza ya klabu yoyote kwenye ushiriki wake wa michuano yoyote inayohusisha mchezo wa finali. Kwa hiyo kwa maana moja au nyingine wamefanikiwa, lakini haikuwa rahisi sana kwenda moja kwa moja finali kwa sababu ya upinzani waliopata kwenye mchezo wa nusu finali. Kama unaona ukiufuatilia mchezo ule jana kwa ufasaha, unaona top golie kijana Yakubu Suleiman ameonekana kuwa shujaa, alionekana kuizuia mipango ya Yanga. Quality ya players wa Yanga ilikuwa iko juu, ndio ilienda kudecide mchezo, ilikuwa kuamua mchezo. Lakini kinyume na hapo kulikuwa na upambanaji mkubwa sana wa upande wa JKT. JKT katika hali ya kawaida, kwa taasisi wanaotoka huwa hawaamini kushindwa na mtu anaitwa Raia. Wanaamini wao ni superior, wanapaswa kushinda katika mazingira yote. Ndio maana determination ya mechi au ile ari ya mapambano ilikuwa iko juu sana kwa upande wa JKT. Lakini pamoja na yote, JKT ukifuatilia ni moja ya timu ya nchini ambayo inatumia wazawa, ambayo inacheza kwenye standard ya juu sana. Mwalimu Ahmed Ali pamoja na George Mketo kwenye benchi la ufundi na wengineo waliopo wameitengeneza timu yao kishindani sana. Ukiangalia Young Africans katika mechi za ligi kuu alizocheza ugenini, ana sare moja tu ambayo ameipata dhidi ya JKT Samuyo. Maana yake ni mtu ambaye amemchallenge Yanga kwenye maeneo yote. Kwa hiyo hata jana alimchallenge mpaka pale uwezo wake ulipoisha kwenye kumchallenge. Tuzungumzie issue ya Stefan Aziz Ki. Tayari rasmi kabisa anaenda katika klabu ya Wydad Casablanca nchini Morocco, na pengine labda anaweza kupata nafasi ya kushiriki katika mashindano ya FIFA Club World Cup ambayo yanatarajiwa kufanyika kule nchini Marekani. Unamzungumzaje Aziz Ki akiwa anaanza maisha yake mapya kule nchini Morocco? Na kabla ya hivyo, katika assessment yangu miaka miwili iliyopita, mimi niliwahi kusema kitu ambacho kuwafurahisha wengi, lakini ndio ulikuwa ukweli, kwamba kwangu mimi, kwa wachezaji wa kigeni na wazawa, top talent anayeshiriki ligi yetu, top talent kwa maana ya kipaji halisi kabla ya kuendelezwa na makoches na nini, alikuwa Aziz Ki. Aziz Ki alikuwa chaguo langu la mchezaji ambao ni supernatural talent. Kabla ya kufanya kitu ambacho kinatokana na kufundishwa na mwalimu, asili yake ya mpira wake ukoje, nikasema Azizi ni moja ya wachezaji bora kucheza kwenye ligi yetu, kwa maana kipaji chake ni cha juu sana. Sasa ukiniambia saa hizi connection yake ya kwenda Wydad imekamilika, ni swala la kumpongeza, ni wakati wa yeye kwenda kujaribu changamoto nyingine. Amefanya makubwa Young Africans katika muda mchache aliokaa. Sitaki kuzungumza record ya magoli yake kiujumla, kwa sababu position aliyokuwa anacheza ni ya kusaidia zaidi kufunga, kwa wengine kutoa msaada zaidi, kwa maana ya number 10. Number 10 tunasema playmaker, advancing playmaker. Jukumu lako mama linakuwa ni kusaidia zaidi timu kwenye yani kutoa pasi za kufunga na nini. Lakini kalikamilisha mwenyewe, kafunga katika season 3 alizocheza. Season ya kwanza goli 9, season ya pili goli 23, maana yake goli 31. Season hii ambayo anaaga bado ukiwa kuna mechi 2-3 mbele, ana goli 9.
Jumla ya goli 20 kwenye ligi kuu, acha vikombe vingine. Itoshe kusema mchango wake Young Africans ni mzuri, na akisema umefika mwisho anajaribu maisha mengine, amesaidia. Lakini pia unaweza ukaenda mbali. Haya magoli na mchango wa magoli yake umewapa nini Young Africans? Ndio unavyokuja kwenye zile trophy. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, na Yanga amemalizana eneo lake. Kwa hiyo kama anaenda kutafuta maisha sehemu nyingine ni sahihi sana, na bahati nzuri klabu anaokwenda kuijoin ina mashindano makubwa ambayo anaweza kumpa chance nyingine. Mathalan umecheza against Manchester City, umecheza sijui kina Barcelona huko mbele, kama utafanikiwa na nini, maana yake ni kwamba utakuwa amekwenda, anaweza kupata soko jingine linalofuata. Tuzungumzie kwa upande wa wekundu wa Simba. Simba siku ya Jumapili wanacheza mchezo wa marejeano second leg katika mashindano ya shirikisho barani Afrika. Tutarajia mchezo wa aina gani Simba dhidi ya Berkane? Ni mchezo wa wanasema kufa na kupona. Simba ninawaamini watapambana sana kwa sababu ya mazingira. Wanaamini kwanza kwa interview ya mtu moja, wengine tuna wadogo zetu wanacheza mule. Baada ya mchezo nilijaribu kuwapa pole wale naweza kuwafikia. Wakasema mechi yao ilikuwa katika msimu katika ushiriki wao wa msimu huu wanazania ile mechi ilikuwa ni ngumu sana. Sasa tahadhari hii inakwenda kwenye maandalizi yao kuwakabili watu ambao umeshakubali kwamba wako advanced kuliko mimi. Maana yake ukidelay umewapa kombe kwenye ardhi ya nyumbani. Kwa hiyo naamini Simba atajituma sana. Lakini pia Berkane kwa kile alichotuonesha kule, si kwamba walikibahatisha, watataka ku maintain ile standard walioitumia kule na ikiwezekana kuiongeza zaidi. Ndio maana swali linajibika tu kwamba tutaona mechi nzuri yenye ushindani wa kiufundi na kimbinu pia katika ardhi ya Tanzania. Si mechi nyepesi. Simba analazimika kupambana kuivuka namba ya goals alizofungwa yeye. Si kushinda moja, unaweza ukashinda moja ukao hujatoa ubingwa. Ni lazima uhakikishe unashinda katika margin ya kukupa ubingwa au kuipeleka game kwenye extra time na hatimaye penalty shootout. Kwa ni vitu ambavyo unaweza ukaingia na mpango mkakati nitafute nini. Lakini Simba na deni la bao 2 alifichiki, ni lazima wapambane kwenye kugomboa hizo goli 2. Okay, kwa upande mwingine pia juu ya watu wengi bado wamekuwa na mkanganyiko juu ya mechi itachezwa wapi, itachezwa Mkapa au Zanzibar pale New Amaan Complex. Unafikiri pengine labda kama mechi hii ikichezwa kwa Mkapa kutakuwa kuna advantage kubwa ya Simba kupata matokeo mazuri, au pengine mechi ikichezwa Zanzibar itakuwa kidogo inazoofisha matumaini ya Simba kuja na comeback katika mchezo wa finali? Yes, kwa haraka kwa mujibu wa swali lako niseme kwamba anapocheza kwa Mkapa, Stadio D Mkapa, atakuwa na advantage kubwa sana. Atakuwa na advantage kubwa sana kwenye eneo la tatu la mchezo wa mpira wa miguu ambao ni saikolojia. Motivation wa mashabiki ni sehemu ya saikolojia ya mchezo. Sasa ukiangalia kule Zanzibar, kiwanja tunaambiwa kinachukua watu 15,000 mpaka 20. Maana yake uwanja wa Mkapa unachukua watu 60,000. Ambao watahitaji kuiona finali watajaa au 60,000. Sasa ikitokea kinyume chake, maana yake kutakuwa kuna kupungua kwa mashabiki 40,000. Inaweza ikakosa kumotivate pale ambapo nguvu zako zimeisha au zimepungua ndani ya uwanja. Kwa hiyo kama wanacheza Mkapa ingekuwa na advantage kubwa sana. Lakini pia advantage ya pili inakuja kwenye scale za uwanja. Kiwanja ulichokizoea kucheza mara kwa mara, uwezo wako wa kufanya command au kuamuru mpira kwenye matendo mengi sana inakuwa rahisi, kwa sababu unajua umbali wa eneo uliopo. Tunasema kuna vitu tunasema kabla ya kutoa pasi au kupokea pasi, hasa kwenye kutoa pasi au kupiga shoot, lazima uangalie force times distance, application ya hivi vitu, nguvu na eneo unaopeleka mpira. Sasa ukicheza kwenye uwanja ambao umezoeleka, ni rahisi kwako kufanya vile vitu hata kama hakuna mtu. Unajua nikipiga pasi hapa, fulani kwa umbali aliyopo ata sprint na kwenda kufikia. Sasa ugeni wa kiwanja cha Zanzibar wamekuwa wanacheza mara moja ni tofauti na Mkapa. Maana yangu kwamba kama Mkapa wangecheza Mkapa, advantages zingekuwa nyingi sana ya ndani ya pitch kwenye eneo la ufundi, la pili ni la kisaikolojia kutoka kwa mashabiki. Utabiri wa mechi ya Simba na Berkane? Sijajali kuwa mtabiri mzuri, lakini bado nisisitize naiona game ngumu na naiona open, lakini siamini kama Simba atapoteza hapa. Maana yake Simba anaweza kumpa double chance ya kushinda au kusare. Kufuzu ni kitu kingine, lakini simuoni akipotezea kwenye ardhi ya nyumbani. Asante sana. Okay, asante sana. Naam, huyo ni coach ya Master Tigers.